Wakala wa Ulinzi JKU ifahamu kwamba bado ina deni kwa serikali, lakini vile vile kwa wananchi kwa ujumla. Serikali iliweza kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kuwaletea maendeleo wananchi wake, basi inalazimika kutafuta fedha ndani na nje ya mipaka yake. Kama nilitangulia kusema hapo nyuma, taasisi hii imeanzishwa kwa malengo maalumu, ambapo jengo hili litakapokamilika na kuanza kutoa huduma, malengo yatatakiwa kuonekana kwa uwazi. Miongoni mwake ni kuona gawio la serikali kutoka Wakala wa Ulinzi linakuwa, lakini vile vile kuona taasisi hii inajiendesha yenyewe pasi na kutegemea fedha kutoka serikali kuu. Malengo hayo yatafikiwa kwa kujituma na kuwa wabunifu. Katika ulimwengu wa sasa, fedha inatafutwa. Hivyo Wakala wa Ulinzi mnahitaji kuwa wabunifu katika kulifikia soko la utalii, biashara na uwekezaji. Natambua kwamba mna malindo mengi, lakini malindo hayo mengi ni ya taasisi za serikali ambazo zimekuwa na changamoto ya kufanya malipo na kusababisha mzigo kubwa kwa uendeshaji wa wakala. Wakati umefika sasa wa kujituma na kuwa wabunifu ili mtoe huduma zaidi kwa sekta binafsi kama vile sekta ya utalii, sekta za biashara na uwekezaji, ili kupata fedha za kutoa gawio kwa serikali ambalo litakwenda kuboresha huduma mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Niendelee kuwashukuru mafundi wetu kwa hatua nzuri waliofikia kwenye ujenzi huu na kuwashukuru wale wote ambao kwa njia moja au nyingine wametoa msaada katika utekelezaji wa mradi huu. Na kama tulivyoelezwa hapa kwamba mradi huu unatekelezwa na nyinyi wenyewe kupitia consultant wa JKU, munaendelea kujipambanua vizuri sana, na niwapongeze sana kwa hatua hii ambayo mmefikia. Leo hii mmeweza kutengeneza jengo hili. Sina shaka kwamba hapo mbeleni mtaendelea kutanua wigo na kuongeza uwezo wenu wa kuweza kujenga miradi mikubwa zaidi ya kimkakati kama vile mabarabara, madaraja, viwanja vya ndege na miradi mingine ambayo itakuwa inatija pana kwa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi wa ujenzi wa ofisi ya Wakala wa Ulinzi JKU ni sehemu ya mkakati mkubwa wa kuimarisha majengo ya JKU Unguja na Pemba. Kwenye mkakati huu, mnamo tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2025, JKU ilianza utekelezaji wa ujenzi wa mradi wa afisi ya Wakala wa Ulinzi unaojumuisha ujenzi wa jengo la ghorofa 2 kwa ajili ya ofisi, ukuta, anga la kulalia askari wapatao 320 kwa wakati mmoja, maduka 20 pamoja na jiko kubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kuu la utekelezaji wa mradi huu ni kujenga jengo la ghorofa 2 la ofisi lenye uwezo wa kuchukua watumishi zaidi ya 150 kwa wakati mmoja ili kuwawekea mazingira bora ya utendaji kazi kwa watumishi wa Wakala wa Ulinzi wa JKU. Mheshimiwa mgeni rasmi, jengo hili la ofisi likikamilika litakuwa na jumla ya ofisi 18, kumbi 4 za mikutano, sehemu moja ya kulia, jiko moja, lifti moja, ngazi 2, store moja, vyoo 16 vya kawaida pamoja na choo kimoja kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum. Pia ndugu mgeni rasmi, naomba uelewe kwamba ujenzi huu unajengwa na jeshi lenyewe JKU kupitia kampuni yake ya ujenzi, na pia unasimamiwa na mshauri elekezi kampuni ya PSK ambayo ipo hapa Zanzibar. Kukamilika kwa mradi huu kutawanufaisha watendaji wa ofisi ya Wakala wa Ulinzi wa JKU kimerasimishwa kwa kuwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi. Kwa sasa watendaji hawa walikuwa wanaishi na kufanya kazi katika mazingira ya kujibana sana. Kwa kuwa JKU ina mahusiano mazuri na taasisi za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, hivyo kukamilika kwa jengo hili la ofisi kutatoa fursa kwa taasisi, mashirika na maidara ya serikali kutumia kumbi za mikutano kwa semina, mafunzo na warsha mbalimbali. Nitoe shukrani kwa mkuu wa JKU kwanza kwa kutupa nguvu na kutusimamia katika majukumu yetu ya kila siku, lakini vile vile niipongeze wizara kwa kutusimamia
mradi huu hadi kupatikana kupitia serikali kuu. Sambamba na hilo, shukrani ziende kwako kwa kutuwekea jiwe la msingi leo hii, lakini kwambie pia mgeni rasmi, hapa leo upo salama. Wakala wa Ulinzi tangu ilipopata sheria yake, sheria namba 2 ya mwaka 2015, maana imepewa mamlaka ya ulinzi wa kibiashara, mkuu hapa upo salama na ulinzi upo mwingi. Lakini shukrani za pekee kabisa ambao na za unyenyekevu kabisa tuzipeleke kwa rais wetu mpendwa, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, kwa kuridhia mradi huu kuwepo, lakini pia wakala wa ulinzi kuweza kwamba kuitia nguvu pale tarehe 1 mwezi wa 7 2023 alipotoa maagizo kupitia wizara yetu kwamba taasisi zote za serikali ziweze kulindwa na wakala wa ulinzi. Ametutia nguvu na kuongeza ajira nyingi katika wakala wa ulinzi. Tulikuwa tuna asilimia chache, lakini kwa sasa tuna idadi kubwa ya ajira za mkataba. Kwa leo mgeni rasmi, leo hii mimi si mtoaji wa hotuba, isipokuwa nimeambiwa nitoe neno la shukrani. Ni kuahidi jengo hili kwanza litamaliza kwa wakati, lakini vile vile tutalituza na kulidumisha hadi pale kila mmoja ajue dhamira za serikali au kiu ya serikali haikupotea mikononi mwa wakala wa ulinzi.